Bwana Yesu asifiwe. Ni usiku wa manane sasa. Tunataka tufanye maombi, tufanye sala. Kuna tofauti kati ya sala na maombi. Sala ni maombi yanayofanyika kwa sababu unampenda Mungu, unamsifu, unamwabudu, unamtukuza. Maombi unapeleka listi ya mahitaji. Mungu, nipe hiki, nipe hiki, nipe hiki. Lakini sala unamtukuza Mungu. Ndio maana Bwana Yesu alipotufundisha sala ya Bwana alianza kwa kumtukuza Baba yetu uliye mbinguni. Na hapa tutashiriki maombi sawa sawa na neno. Na katika maombi kwa kadri tukavyoendelea kutiririka, nitakutajia mistari ili nawe upate kujifunza kuomba sawa sawa na neno. Mungu anapenda tumuombe, kuonesha kwamba tunamhitaji, tuonyeshe kwamba tunatumaini kwake, tuonyeshe kwamba tunamwamini, tuonyeshe kwamba tunamtegemea. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu, tuungane katika sala hii muhimu, nawe utapata kitu cha kujifunza katika maombi na namna ya kupata lugha ya maombi kama wenzetu katika Biblia walivyoomba katika utukufu na Mungu akasikia maombi yao. Tusali. Baba yetu uliye mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, Baba wa utukufu wote, ninakutukuza Bwana. Sawa sawa na Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6, ninanyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili unikweze Bwana kwa wakati wako. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, sawa sawa na Waebrania sura ya 4 mstari wa 16, ninakikaribia kitu cha neema kwa ujasiri ili nipewe rehema na kupata neema ya kunisaidia wakati wa mahitaji. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, sawa sawa na Waebrania sura ya 10 mstari wa 19, kwa ujasiri ninapaingia patakatifu pa patakatifu pa mbinguni kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nikileta hoja zenye nguvu mbele zako Mfalme. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 8, mtakatifu 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 Bwana Mungu Mwenyezi, Mungu uliyekuwako, Mungu uliyeko, Mungu utakayekuja. Isaya 6:3, mtakatifu 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 ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Katika jina la Yesu na kuja mbele zako kukiri ukuu wako Baba, katika jina la Yesu, sawa sawa na Nehemia sura ya 9 mstari wa 6, wewe ndiwe Bwana, wewe peke yako, wewe uliyefanya mbingu za mbingu pamoja na jeshi lako lote, dunia na vyote vilivyomo, bahari na vitu vyote vilivyomo, nawe umevihifadhi vitu vyote, na jeshi la mbinguni la kusujudu wewe. Katika jina la Yesu Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, sawa sawa na Ufunuo sura ya 15 mstari wa 3, wewe ni mkuu na wa ajabu, matendo yako ni makuu na ya ajabu. Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako. Mfalme wa mataifa yote, ni nani asiyekucha Bwana na kulitukuza jina lako? Kwa kuwa wewe peke yako mtakatifu, kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Nyakati wa kwanza sura 29 mstari wa 10, uhimidiwe Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. Bwana, ukuu ni wako, na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako wewe Bwana, na wewe umetukuzwa, umkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima utoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kutukuza na kuwezesha wote. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, sawa sawa na Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 3, uhimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo,
ambaye kwa rehema zako nyingi ulituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Kwani tumezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele, ili tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Baba, katika jina la Yesu, sawa sawa na Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza, tazama ni pendo la namna gani ulilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukukutambua wewe. Baba, katika jina la Yesu, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua hakika utakapodhihirishwa tutafanana nawe, kwa maana tutakuona kama ulivyo. Tunakuja mbele zako tena Bwana, tunakiri uwepo wako sawa sawa na Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wakutafutao. Baba, katika jina la Yesu, ninakuja kwako nikiamini uwepo wako na nguvu zako na mamlaka yako, uweza wako kwatu sisi wanadamu. Tunakiri uwepo wako na tunaamini kabisa kwamba wewe huwapa thawabu wale wakutafutao katika jina la Yesu. Na hata kukutafuta kwa njia ya maombi namna hii, ninaamini kabisa wewe unanisikia, ninaamini kabisa wewe unasumbukia maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. rakarababandira bakokosa bakariandalira bakokoriandira bakisa. Ninakutukuza Bwana, ninakutukuza Jehova. Baba, katika jina la Yesu, sawasawa na Zaburi ya 139 mstari wa kwanza. Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepetepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Umezinizingira mbele na nyuma. Umeniwekea mkono wako. Maarifa haya ni ya ajabu, nashindwa mimi, hayadirikiki, siwezi kuyafikia. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningetwaa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho wa bahari, huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. Kama nikisema, hakika giza litanifunika, na nuru inizungukayo ingekuwa giza. Giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawasawa. Maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikusitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilikoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika Bwana, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamliwa kabla hazijaja bado, katika jina la Yesu. Sawa sawa na Wafalme wa pili sura ya 19 mstari wa 15. Bwana Mungu wa Israeli, uketie juu ya kiti cha enzi kati ya makerubi, wewe peke yako ndiwe Mungu juu ya falme zote za dunia. Wewe umeumba mbingu na nchi. Ninakiri kustahili kwako sifa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sawa sawa na Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vimekuwako, navyo vimeumbwa katika jina la Yesu. Sawa sawa na Ufunuo sura ya 5 mstari wa 12. Umestahili mwana kondoo uliyechinjwa
kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Sawasawa na mstari wa 13, baraka na heshima na utukufu na uweza una wewe uketie juu ya kiti cha enzi, na wewe mwana kondoo, hata milele na milele. Amen. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 20. Sasa utukuzwe sasa utukuzwe Mungu Baba yetu milele na milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ninakuja mbele zako Bwana, sawasawa na sala ya Bwana, naungana na sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mithali sura ya 18 mstari wa 19, mstari wa 10. Jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki hulikimbilia wakawa salama. Baba, katika jina la Yesu niko mbele zako sasa nikilitukuza jina lako. Jina lako niko ambaye niko, ninakutukuza Mungu uliye hai. Jina lako Jehova, ninakutukuza Mungu wetu uliye hai. Jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, ninakutukuza Mfalme. Ufalme wako uje katika maisha yangu, ufalme wako uje hapa Tanzania, ufalme wako uje katika moyo wangu, ufalme wako uje katika ofisi yangu, ufalme wako uje katika huduma yako. Wewe Bwana, ufalme wako uje katika huduma yangu, ndani yangu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ili mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa mbinguni, ili mapenzi yako yatimizwe katika serikali yetu kama inavyotimizwa mbinguni, ili mapenzi yako yatimizwe nyumbani kwangu na watoto wangu na familia yangu katika jina la Yesu, ili mapenzi yako yatimizwe katika makanisa yetu, katika ibada zetu, mapenzi yako yatimizwe katika jina la Yesu. Ninakuja mbele zako kwa shukurani sasa. Ninakuja kukushukuru, ninakuja kukutukuza na kukuhimidi Bwana, sawa na Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zako hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako kwetu ni mkuu. Bwana, wewe ndiwe fungu langu, usema nafsi yangu, kwa hiyo nitakuhimidi, nitakutumaini wewe. Asante Yesu kwa ajili ya uhai, uzima na maisha ulionipa Baba kama zawadi, katika jina la Yesu, sawasawa na Wakolosai sura ya 3 mstari wa 3. Kwa maana nalikufa na uhai wangu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo utakapofunuliwa, wewe uliye uhai wangu, ndipo na mimi nitakapofunuliwa pamoja nawe katika utukufu, katika jina la Yesu, sawasawa na Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 28. Kwa maana ndani yako wewe Yesu tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya wema wako, sawasawa na Petro wa kwanza na mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 5. Ninalindwa. Asante Yesu kwa sababu ninalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata nipate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wangu wa mwisho, katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa ajili ya baraka, kwa ajili ya baraka ulizonipa. Umenipa baraka nyingi, umenipa baraka za kutosha katika maisha yangu, tangu utoto mpaka sasa hadi mwisho wa maisha yangu. Ninashuhudia baraka, nitashuhudia baraka zako Jehova, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya fedha ulionipa katika maisha yangu, tangu nianze kupata ufahamu na matumizi ya pesa. Umenipa pesa, na hata hivyo mbele yangu Mungu wangu umeniwekea baraka ya pesa. Asante kwa neema yako na rehema. Asante Yesu kwa ajili ya kunilipia madeni, deni langu la dhambi. Wewe umelipa madeni yangu yote, deni langu la dhambi wala si nusu. Bwana Yesu, wewe umenilipia. Asante kwa kunilipia madeni yangu ya dhambi. Asante kwa ajili ya kunilipia madeni yangu ya kawaida. Kila deni na roho ya deni nazikamata na kuzifita kuzimu kwa jina la Yesu. Roho za deni, roho za madeni, roho za kuzimu, roho za kudaiwa. Biblia inasema nitakopesha wala sitadaiwa mimi, katika jina la Yesu. Ninajikung'uta bali na roho za madeni
kwa ajili ya maisha yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakushukuru Bwana kwa uponyaji wako katika maisha yangu, kwa jinsi ya mwili, kwa jinsi ya rohoni. Asante Bwana, maana ulipigwa kwa ajili yangu, na kwa kupigwa kwako mimi nimepona katika jina la Yesu. Nimepona mwili wangu tangu utosi hadi wayo. Bwana umeniponya. Asante Yesu kwa kuniponya Mfalme, kwa jinsi ya rohoni. Asante Yesu kwa kuniponya kwa jinsi ya nafsi yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni mponyaji, Jehova Rofi, kwa jina la Yesu ninakutukuza Bwana. Asante Yesu kwa ajili ya chakula. Umenipa vyakula vingi, vyakula kwa jinsi ya rohoni. Wewe umenipa vyakula vya mwili wangu, wewe umenipa. Asante Yesu kwa ajili ya riziki unazonipa, riziki mbalimbali katika maisha yangu, na bado mbele yangu katika uhai wangu kuna riziki umeniwekea Baba, ninazipokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa kunisamehe dhambi zangu zote, wala si nusu. Zimeumbwa pale msalabani, wala sichukui laana yake. Ni salama rohoni mwangu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante kwa kunisamehe dhambi zangu, asante kwa kuondoa dhambi zangu, asante kwa kufuta dhambi zangu, asante kwa kuniandika katika kitabu cha uzima na kunifuta katika kitabu cha hukumu katika jina la Yesu. Kariandara baba mikotorobori andira bakasa. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya familia yangu nzuri. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mke wangu mzuri. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya watoto wangu wazuri, Happy, Rehema, Angel, Jacqueline na Deborah, katika jina la Yesu. Ninakutukuza Bwana kwa ajili ya wajukuu zangu, kwa jina la Yesu, kwa ajili ya Chris Junior, kwa ajili ya Ivan Prosper, katika jina la Yesu. Ninakutukuza Mungu kwa ajili ya familia nzuri. Asante Yesu kwa ajili ya kazi yako ya msalaba. Rakandara babisiko. Asante Bwana, msalaba ndio ulioniweka mahali nilipo, msalaba ndio ulioninunua. Kazi ya msalaba ninaithamini, maana kwa kazi ya msalaba mimi nimepona, maana kwa kazi ya msalaba mimi nimeokolewa, maana kwa kazi ya msalaba mimi nimekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya katika jina la Yesu Kristo. Roko robori andarira bakasika rapa katira bori andira bakisa. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya kazi ya msalaba kwa ajili yangu. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya kazi ya msalaba kwa ajili yake Kristo Yesu Kristo, kwa ajili kufa msalabani kwa ajili yangu. Ropo kori andira bakisa. Na achia nguvu ya msalaba, kazi ya msalaba ikaonekane ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu kwa sababu Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13, ulituokoa katika nguvu za giza, ukatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Asante Yesu kwa sababu ulituokoa, uliniokoa kutoka katika nguvu za giza, ukatuhamisha na kunihamisha na kuniingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Baba, kama neno lilivyo, nataka kuliishi hili neno. Tazama hili neno kwa ajili yangu, tazama hili neno kwa ajili ya Watanzania, tazama hili neno kwa ajili ya watu wa Afrika Mashariki, tazama hili neno kwa ajili ya Afrika. Baba, utuokoe, Baba utuhamishe, Baba utuingize katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Tubadilishe namna ya kufikiri kwetu. Kariandara bakisika, kariandira bakisa, ambaye katika wewe Yesu tunao ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Na yeye Yesu Kristo ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye Yesu vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au sultani au enzi au mamlaka au vitu vyote vilivyoumbwa kwa jina lako na kwa mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa ajili ya Yesu na kwa ajili yake Yesu. Naye Yesu amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Naye Yesu ndiye kichwa cha mwili, yaani kichwa cha kanisa. Naye Yesu ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye Yesu
ilimpendeza Mungu utimilifu wote ukae, na kwa yeye Yesu kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akavipatanisha vitu vyote na nafsi yake. Naomba Bwana ukapatanishe familia yangu ya Sengo Mbili, Bwana, na nafsi yako katika jina la Yesu. Ukapatanishe familia yangu ya Kimweri Mtiga, Bwana, na nafsi yako Kristo Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rikarababandira bakisika, kwa kuwa katika Yesu, Bwana, ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye Yesu Kristo kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake Yesu Kristo, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake Yesu, na kwa yeye Yesu, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Ndarabakisikokoroboriandera, nakuja kwako Bwana kwa ajili ya toba, nakuja mbele zako Bwana kwa ajili ya toba, sawasawa na Ezekieli sura ya 9 mstari wa 15. Bwana Mungu wa Israeli, wewe ndiwe mwenye haki, maana sisi tuliosalia, mabaki ya waliookoka kama hivi leo, tazama sisi tupo hapa ni wenye hatia mbele zako, Bwana, maana hapana mtu awezaye kusimama mbele zako kwa sababu ya jambo hili, kwa kuitegemea haki yake mwenyewe, ila kwa rehema zako kuu, ila kwa huruma zako kuu nyingi na za ajabu. Hatustahili sisi hata kuokota makombo chini ya meza yako, bali wewe ni Mungu yeye yule usiyebadilika. Sifa yako ni kuwa na rehema daima. Ezekieli 9:6. Mungu wangu, nimetahayari, naona haya kuinua uso wangu mbele zako, Mungu wangu, kwa maana maovu yetu ni mengi, hata yamefika juu ya vichwa vyetu, na hatia yetu imeongezeka na kufika mbinguni. Yohana wa kwanza sura ya 1 mstari wa 8. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Bali tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Wewe ni mwaminifu na wa haki, hata utuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Baba, katika jina la Yesu, sawasawa na Yohana sura ya 4 mstari wa 2, kwa maana ninajua ya kuwa wewe umungu mwenye neema, umejaa huruma, si mwepesi wa hasira, umwingi wa rehema, nawe wagairi mabaya. Yona sura ya 4 mstari wa 2. Baba, katika jina la Yesu, sawasawa na Zaburi ya 51, Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu imbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele ya macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Tazama, wapendezwa na kweli iliyopo moyoni, nawe utanijulisha hekima yako kwa siri. Unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unioshe, Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa ulioiponda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Mungu, uniumbie moyo safi, uioshe, unifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako, katika jina la Yesu. Bwana Mungu wa wokovu wangu, uniponye kwa damu za watu, na ulimi wangu utaliimbia jina lako. Bwana, uifumbue midomo yangu,
na kinywa changu kitanena sifa zako katika jina la Yesu. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Tazama, nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Haya ni maneno yako Yesu, nami nakubali kufungua mlango wa moyo wangu. Ingia katika mlango wa moyo wangu, ingia ndani yangu Bwana. Nahitaji kula pamoja nawe, nahitaji kukaa pamoja, ule pamoja nami, mimi nami niwe pamoja nawe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninakubali wito wako, sawa sawa na Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Biblia inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Baba, ninakuja mbele zako Bwana usiku huu, Bwana muda huu ninakuja mbele zako, mimi ninayesumbuka na kulemewa na mizigo ya dhambi. Ninaitua kwako Jehova, ninatubu kwako Bwana, ninageuka katika jina la Yesu. Nami Bwana ninakuja kwako, nahitaji kupumzishwa na wewe katika jina la Yesu. Nimechoka kutabishwa na dhambi, nimechoka kutabishwa na sheria na kila hali ya dhambi na uovu ndani yangu. Ninakiri uovu wangu, Bwana ukanigeuze. Najitia nira yako sasa, najifunza kwako Yesu, najifunza upole wako, najifunza unyenyekevu wako, unyenyekevu wa moyo, upole wa moyo ninautaka Bwana. Tabia ya upole wa moyo ninaitaka Bwana, tabia ya unyenyekevu wa moyo ninaitaka Bwana, katika jina la Yesu. Ninaamini Bwana, kwa kufanya hivyo nami nitapata raha nafsini mwangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sawa sawa na Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6, ninanyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili wewe unikweze Bwana kwa wakati wako. Ninanyenyekea chini ya mkono wako Mungu ulio hodari, ili wewe unikweze kwa wakati wako, huku nikikutwika wewe fadhaa zangu zote, kwa maana wewe hujishughulisha mno, hujishughulisha sana na mambo yangu, mambo yanayonikatisha tamaa. Ninakutwika Bwana, mambo ya kejeli, mambo ya kutukanwa, mambo ya kudharauliwa, ninakutwika wewe Bwana katika jina la Yesu. Bwana, msingi wa tumaini langu ni wewe, msingi wa tumaini langu ni wewe, sawa sawa na Zaburi ya 27 Bwana mstari wa 7. Bwana, usikie kwa sauti ninalia, unifadhili, unijibu. Uliposema nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekubali. Bwana, moyo wangu umekubali. Bwana, uso wako ninautafuta, ndio maana niko magotini sasa, ninautafuta uso wako katika jina la Yesu. Ukaonekane Bwana, maana Yesu ananitafuta na mimi ninakutafuta Baba, tukaonane katika jina la Yesu. Usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Ulipokuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache. Mungu wa wokovu wangu, baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana utanikaribisha kwako. Bwana, unifundishe njia zako na kuniongoza katika njia iliyonyooka, kwa sababu yao wanaoniotea. Usinitie katika nia ya watesi wangu, maana mashahidi wa uongo wameniondokea, nao watoao jeuri kama pumzi. Nami naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Na kuja kwako Bwana kwa sala hii ya tumaini langu, sawasawa na Zaburi ya 71 mstari wa 1. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele, katika jina la Yesu. Kwa haki yako uniponye, kwa jina la Yesu. Kwa haki yako uniopoe, kwa jina la Yesu. Kwa haki yako unitegee sikio lako, kwa jina la Yesu. Kwa haki yako uniokoe Bwana, uwe kwangu mwamba wa makazi yangu, nitakako kwenda siku zote. Umeamuru niokolewe, ndiwe genge langu na ngome yangu.
Mungu wangu, uniopoe mkononi mwa mkorofi, katika mkono wake mwovu mdhalimu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uniokoe Bwana katika mkononi mwake mkorofi na mwovu, katika mkono wa mwovu na mdhalimu, katika jina la Yesu, maana liwe taraja langu. Bwana Mungu, tumaini langu tokea ujana wangu. Nimekutegemea wewe tangu kuzaliwa, ndiwe uliyenitoa tumboni mwa mama yangu. Nitakusifu wewe daima. Nimekuwa kitu cha ajabu kwa watu wengi, na wewe ndiwe kimbilio langu na nguvu. Katika jina la Yesu, kinywa changu kitajazwa sifa zako na heshima yako mchana kutwa. Baba, katika jina la Yesu, ninakuja kwako tena kuleta hatima yangu na uzee wangu. Naleta uzee wangu, naleta utu uzima wangu, nahitaji hatima yangu Bwana, sawa sawa na Isaya sura ya 46 mstari wa 4. Na hata uzee wangu wewe ndiwe, katika jina la Yesu. Na hata wakati wangu wa mvi utanichukua. Naam, umefanya nawe utachukua. Naam, utachukua na kuokoa. Zaburi ya 118 mstari wa 17. Sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Ayubu sura ya 5 mstari wa 26. Nitafika kaburini mwenye umri mtimilifu, kama mganda wa ngano ulivyo wakati wake. Zaburi ya 71 mstari wa 9. Usinitupe wakati wa uzee, nguvu zangu zipunguapo usiniache. Na hata nikiwa ni mzee mwenye mvi, Mungu usiniache, hata niwaeleze watu wa kizazi hiki nguvu zako, na kila atakaye kuja uweza wako. Baba, katika jina la Yesu, ninaleta maombezi haya mbele zako sawa sawa na Isaya 54 mstari wa 13. Baba, umesema na watoto wangu wote watafundishwa na wewe Bwana, na amani ya watoto wangu itakuwa ni kubwa, katika jina la Yesu. Najua Bwana neno lako ni kweli na umeniahidi, nami nasimama katika ahadi hii ya Isaya 54 mstari wa 13 kwamba watoto wangu watafundishwa na wewe Bwana, na waleta watoto wangu kwa majina yao, na waleta wajukuu zangu kwa majina yao, ukawafundishe Bwana sawa sawa na ahadi hii, katika jina la Yesu. Na umesema kwamba amani yao itakuwa ni nyingi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa. Ninaleta Bwana maombi haya kwa ajili ya wagonjwa walioko hospitali. Wengine wako mahututi, wengine wanatumia mipira, wengine wanatumia mashine, wengine wanatumia gesi. Bwana, nakuja kuomba kwa ajili yao sawa sawa na Marko sura ya 16 mstari wa 17. Na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Watatoa pepo kwa jina la Yesu. Kila aina ya pepo katika magonjwa katika miili yetu tunawatoa kwa jina la Yesu. Mapepo yalisababisha watu kuwa vichaa, katika jina la Yesu yakawatoke na watu wakawe huru, katika jina la Yesu. Mapepo yalisababisha magonjwa ya kisukari, magonjwa ya typhoid, magonjwa ya kipindupindu, magonjwa mbalimbali yenye dawa na yasiyo na dawa, hayo ni maroho kwa jina la Yesu. Ulisema Bwana, tutatoa pepo kwa jina la Yesu. Natoa mapepo hayo na majini hayo kwa jina la Yesu. Umesema pia kwamba tutasema kwa lugha mpya. Bwana, tujalie kunena kwa lugha mpya. Ulisema tutashika nyoka, na hata tukinywa kitu cha kufisha sumu haitatudhuru kabisa, katika jina la Yesu. Tunasimama katika neno hili. Ulisema tutaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Na kuja mbele zako Bwana kwa ajili ya wagonjwa wote walioko maudini, walioko katika hospitali kuu za rufaa katika nchi hii, kule Bwana, kule Mbeya, hospitali ya rufaa ya Mbeya, hospitali ya Benjamin Mkapa, KCMC. Baba, nakuja kwako kwa ajili ya wagonjwa wote walioko kule Muhimbili, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Hospitali zetu kuu za rufaa, hospitali zote na vituo vya afya na zahanati, Bwana, hospitali za mikoa, hospitali za wilaya, hospitali za
zahanati pamoja na vituo vya afya, na wagonjwa wote walioko majumbani, na wagonjwa wote walioko mtaani, wengine ni vichaa wako mtaani. Mungu, kumbuka rehema yako. Tunaachia nguvu ya uponyaji katika jina la Yesu. Kila anayeumwa Bwana, na akashika anapoumwa, nami naachia nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Ugonjwa achia tumbo hilo katika jina la Yesu. Wewe ugonjwa unasikia, wewe ugonjwa ni roho, achia hicho kichwa sasa katika jina la Yesu. Achia akili zake, achia ufahamu wake, akafikiri sawasawa na kumkumbuka Mungu sawasawa katika jina la Yesu. Chika tumbo, achia tumbo shetani, achia uvimbe huo ukayeyuke kwa jina la Yesu. Uvimbe huo ukatoweke kwa jina la Yesu. Mkono wa kulia achia, mguu wa kushoto achia, hizo nyayo zinazowaka moto katika jina la Yesu. Shetani achia, maana tumeambiwa tutaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Kwa imani na kuwekea mkono Bwana juu ya kichwa chako kwa imani, na achia nguvu ya damu ya Yesu. Kazi ya msalaba ikakuweke huru sasa, bali na dhambi, bali na uovu, bali na mateso, bali na maumivu, bali na misiba, katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu, pokea uzima sasa. Mwana wa Mungu, pokea uzima sasa. Hata wale ambao wamevamiwa na roho za ulevi, roho za ulevi, roho za ukahaba, roho za uasherati, na kuwatumikisha katika utumwa huo, kwa kazi ya msalaba ninawaweka huru sasa. Ninawatangazia kuwa huru sasa katika jina la Yesu. Kuwa huru, kuwa huru, kuwa huru mwana wa Mungu, kuwa huru mwana wa Mungu. Simama, tembea, kuwa huru sasa kwa jina la Yesu. Mkono wa Mungu ukawe juu yako. Kandarababandi rabakiso rakashaka rababindi rabakisia miko sakitari rabakokoriandira. Bwana, sawasawa na Yeremia 33 mstari wa 6, tazama nitakuletea afya na kupona. Mungu umetuahidi kwamba utatuletea afya na kupona, sawasawa na Yeremia 33 mstari wa 6. Afya na kupona ni ahadi ya kwetu. Tunahitaji afya, Jehova, ukaturejeshe afya, ukatuponye miili yetu, ukatuponye roho zetu, ukatuponye nafsi zetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ugonjwa toka, ugonjwa achia. Wewe sio fungu, anasema katika maisha yetu, nami nitakuponya. Mungu anasema nami nitakuponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Kandari la bakisika, nakuja mbele zako Bwana, ninaomba kwa ajili ya yatima, nina maombezi kwa ajili ya mayatima, nina maombezi kwa ajili ya wajane, nina maombezi kwa ajili ya wagane, nina maombezi kwa ajili ya wajane, wazee, nina maombezi kwa ajili ya walemavu, sawa sawa na Yakobo sura ya 1 mstari wa 27. Baba, katika jina la Yesu, dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba yetu ni hii, ni kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Zaburi ya 68 mstari wa 5. Wewe Mungu wetu ni baba wa yatima na mwamuzi wa wajane. Mungu, katika kao lako takatifu, Baba, katika jina la Yesu ninakuja kwako Jehova, kubariki ndoa zetu, bariki ndoa zetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila aliyeingia kwenye ndoa ukambariki Bwana, awe ni baba, awe ni mama, kwa jina la Yesu. Ndoa za Watanzania ukaziponye Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hata na wale wanaotarajia kuingia katika ndoa, kijana wa kiume na kijana wa kike, kumbuka neema yako, kumbuka rehema zako Bwana, akapate mfano mwema, wewe ukampatie mwenza sawasawa. Nami naiyoziombea ndoa zetu sawasawa na Waebrania sura ya 13 mstari wa 4, katika jina la Yesu. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Natoa wito Bwana, nahitaji neema yako, kila mmoja akaheshimu ndoa, walioko ndani ya ndoa na walioko nje ya ndoa wakaiheshimu ndoa, maana malazi na yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Baba, katika jina la Yesu ninaleta maombi yangu binafsi, ninanyenyekea kwako nikileta mahitaji yangu binafsi katika jina la Yesu, sawasawa na Waefeso sura ya 1 mstari wa 17. Mungu,
wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa utukufu, unipe mimi roho ya hekima na ya ufunuo katika kukujua wewe. Macho ya moyo wangu yatiwe nuru, nijue tumaini la mwito wako jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wako katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wako ndani yangu, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, ndani yangu niaminie jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uwezo wako ulioutenda katika Kristo ulipomfufua katika wafu, ukamweka mkono wako wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kupita ufalme, kupita mamlaka, kupita nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ukavitia vitu vyote chini ya miguu yako, ukamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote.